Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Aprili 16, chakula cha kiroho kwa ajili ya ukuaji na nguvu ya Mungu. Kwa sababu hiyo, sisi nasi tumshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 13. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa upendo wako maishani mwetu, umetulinda, umetuamsha salama. Sifa shukrani zikapate kukurudia. Tunapojifunza maandiko yako matakatifu asubuhi ya leo, tunaomba Roho yako Mtakatifu akatuongoze vyema, na yote tutakayojifunza yakapate kutusaidia katika maisha yetu ya kiroho. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Biblia ina vitu vyote vinavyohitajika kwa ajili ya wokovu wa nafsi, na wakati huo huo limeundwa ili kuimarisha na kuadibisha akili. Litaonekana lenye kufaa zaidi kuliko kitabu kingine chochote katika kuongoza kwa hekima shughuli za maisha, kadhalika na katika kuisaidia nafsi kuipanda ngazi ile ifikayo mbinguni. Biblia inampatia mtafutaji wa kweli mazoezi ya hali ya juu ya kiakili. Anatoka ili kutafakari mambo ya Mungu huku uwezo wake ukiwa umeboreshwa. Nafsi inanyenyekezwa wakati Mungu na kweli yake inainuliwa. Mwanadamu anatukuzwa zaidi na Mungu, kuheshimiwa kidogo mno kwa sababu watu hawajazifahamu kweli za Biblia. Katika kuchunguza kurasa za neno la Mungu, tunakuwa tukitembea katika mandhari tukufu na ya milele. Tunamwona Yesu, mwana wa Mungu, akija katika ulimwengu wetu na kujihusisha katika pambano la ajabu ambalo lilibumbuaza mamlaka ya giza. Ni ya ajabu na kushangaza jinsi gani kwamba Mungu wa milele alikubali kufedheheshwa kwa mwanawe wa pekee. Neno la Mungu ni chakula cha kiroho ambacho kwacho lazima Mkristo aimarike katika roho na kiakili, ili kwamba aweze kufanya mema kwa kweli na kwa haki. Biblia inafundisha kwamba kila dhambi ya kudumu sharti iondolewe, kwamba kila vita dhidi ya uovu lazima ipiganwe mpaka kila dhambi ishindwe. Wakala wa kibinadamu lazima ajiweke mwenyewe kuwa mwanafunzi wa hiari katika shule ya Yesu Kristo. Anapoipokea neema bure, itampatia uamuzi wa makusudi ili kuweka kando kila mzigo, ili kwamba moyo uweze kujazwa na ukamilifu wote wa Mungu. Usahili na uchaji Mungu wa kweli lazima uletwe katika elimu ya vijana wetu kama wanataka kujua namna ya kuepuka ufisadi ulio duniani. Lazima wafundishwe kwamba wafuasi wa kweli wa Yesu watamtumikia Mungu sio tu kwa kupatana na mapenzi yao, bali pia inapohusisha kujikana nafsi na kubeba msalaba. Lazima tupambane na dhambi zinazosumbua mpaka tuzishinde. Sifa za tabia zenye kuchukiza, ziwe za kurithi au kukuzwa, lazima zilinganishwe na kanuni kuu ya haki na kisha zishindwe kwa nguvu za Kristo. Siku kwa siku, saa kwa saa, kazi ya nguvu ya kujikana nafsi na ya utakaso lazima iendelee ndani. Kisha kazi hizo zitatoa ushuhuda kwamba Yesu anakaa moyoni kwa imani. Utakaso haumfungi njia roho kwa ajili ya kupata maarifa, lakini hupanua akili
na huhamasisha kutafuta ukweli kama kwa hazina iliyositirika. Utasoma Counsels to Parents, Teachers and Students, ukurasa wa 448 na ukurasa wa 449. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 16, chakula cha kiroho kwa ajili ya ukuaji na nguvu. Tufumbe macho tupate kuomba tunapohitimisha somo letu. Asante Baba kwa somo hili zuri ambalo linatufundisha kuyaishi maisha ya kupendezayo wewe. Tunajikabidhi kwako, zidi kutufundisha na kutuhikimisha zaidi siku kwa siku kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yuaja.